Kuna tetesi ambazo zimetapakaa kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii kuhusu hali ya Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye kwa mujibu wa tetesi hizo inadaiwa kwamba kwa siku kadhaa sasa sio tu hajaonekana hadharani, bali pia inadaiwa kuwa hata akaunti zake kwenye mitandao ya kijamii zimekuwa kimya, tofauti na ilivyozoeleka ambapo yeye ni mtumiaji mahiri wa mitandao ya kijamii na mara kwa mara amekuwa akiweka taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, aidha kuhusu safari au shughuli anazofanya yeye mwenyewe au pengine kuhusu nchi yake ya Rwanda. Kwa hiyo makala hii inatupia jicho kuhusu tetesi hizo na kutoa mwangaza endapo zina ukweli au ni uzushi tu ambao ni sehemu yumkinika kusema ni sehemu ya uongozi katika sehemu mbalimbali duniani, sio barani Afrika tu, kwamba kiongozi labda akiwa hajaonekana au hajasikika kwa siku kadhaa, basi kunaibuka tuhuma au tetesi kama hizo. Sasa angalau chapisho moja linaloeleweka limeeleza kwa undani kuhusiana na taarifa hizo, na chapisho hilo linaitwa Nile Post. Hii ni tovuti maarufu nchini Uganda ambayo mara nyingi inaripoti taarifa mbalimbali katika eneo la maziwa makuu, yani Uganda yenyewe, Rwanda kwa kiasi fulani, Tanzania, DRC, Burundi. Kwa hiyo ni chapisho ambalo mara nyingi limekuwa likiandika habari kama hizo. Ni mchanganyiko wa habari serious na nyingine ni kama za udaku, lakini ni chapisho maarufu. Sasa jana Juni 18, 2025 lilichapisha makala ambayo iliipa kichwa cha habari kwamba huu ni msimu wa 4 wa Kagame amefariki. Yaani makala ilichokuwa inajaribu kueleza ni kwamba tayari kumesha kuwa na msimu wa kwanza, msimu wa pili, msimu wa 3 na msimu wa 4 wa taarifa kama hizi. Ndio maana kuita kwamba huu ni msimu wa 4, kwa maana ya kwamba hii ni takriban mara ya 4 sasa tangu mwaka 2014 ambapo tetesi za kifo au hali mbaya ya kiafya kwa Rais Paul Kagame zimeenea mitandaoni. Kwa hiyo kwa mujibu wa makala hiyo inaelezwa kwamba kwa zaidi ya siku 10 Rais Kagame hajaonekana hadharani, na hiyo imezua wasiwasi na uvumi miongoni mwa raia na waangalizi wa kimataifa. Kiukweli ni kwamba kwa ndani ya Rwanda hakuna mjadala kuhusu hili kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Kidogo kumekuwa na udhibiti sana wa mijadala inayohusu pengine masuala ya viongozi. Kwa hiyo mjadala zaidi upo katika Wanyarwanda walioko nje ya Rwanda, hususan hao walioko kwenye diaspora, yani wakazi wa Rwanda ambao aidha ni wakimbizi au ni watu ambao wako nje ya nchi yao na wafuatiliaji wengine wa masuala yanayoendelea katika ukanda huu wa maziwa makuu. Sasa kwa historia ya siasa za Rwanda, kila mara ambapo Rais Kagame asipoonekana machoni mwa umma kwa siku kadhaa, basi huibuka huu uvumi kwamba amefariki. Mwaka 2014 mpaka picha bandia za maiti zilizagaa mtandaoni na pia zikatengenezwa meseji za rambirambi ambazo zilisambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia hii ilijirudia tena mwaka 2018 na pia ilitokea mwaka 2020. Lakini kila mara Rais Kagame mwenyewe alirudi hadharani na mara nyingine kujibu kwa dhihaka dhidi ya waliokuwa wanamzushia kifo. Kwa hiyo haya matukio ndio maana ile gazeti likasema hii ni season ya 4, kwa sababu ilishawahi kutokea mwaka 2014, ikatokea tena 2018 na sasa imetokea tena mwaka 2020. Lakini kuna tofauti kidogo katika hii ya sasa, ambapo hadi kufikia jana Juni 18, 2025 hakukuwa na taarifa rasmi kuhusu alipo Rais Kagame, na uwepo wake, kuonekana kwake hadharani mara ya mwisho ilikuwa ni wakati wa ziara ya kiserikali nchini Algeria, na pia alitoa ujumbe kwa sikukuu ya Eid ambayo aliweka katika akaunti yake kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Hiyo ilikuwa ni tarehe 6 ya Juni ya mwaka huu 2025. Lakini kwa mujibu wa ufuatiliaji kwamba baada ya hapo hakukuwa na picha, video au ratiba yote kuhusu shughuli zake za umma. Sasa katika kipindi hiki cha ukimya
majukwaa ya mtandaoni kama Facebook, X, zamani Twitter, TikTok ndio yamekuwa sehemu mahiri ya propaganda. Kuna picha feki na hata video feki za kuomboleza. Lakini zaidi, kama nilivyosema awali, taarifa hizi zinasambazwa zaidi na Wanyarwanda walioko nje, yani watu wa diaspora, hususan waliopo Ubelgiji, Ufaransa na Canada. Na moja ya majina ambayo yamekuwa yakitajwa sana ni mmoja wa wapinzani wakubwa kabisa wa Rais Kagame anayefahamika kama David Himbara. Huyu alikuwa zamani mshauri wa Rais Kagame, lakini kwa sasa yuko mafichoni huku ughaibuni. Na yeye ametajwa katika hiyo makala ya hiyo tovuti ya Nile Post kuwa ni miongoni mwa wasambazaji wakuu wa hizo propaganda kuhusu hali ya Rais Paul Kagame. Sasa kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za Afrika ya Kati, ambako Rwanda iko upande mmoja ni Afrika ya Kati, lakini pia iko katika ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanaeleza kwamba kwa kawaida Rwanda, kama zilivyo nchi nyingi, huwa hazielezi kuhusu afya za viongozi. Lakini hili si tu kwa Rwanda. Ukweli ni kwamba afya ya mtu binafsi huwa ni swala la faragha. Kwa hiyo inapokuwa kiongozi, kunakuwa na changamoto kidogo kuchora mstari kati ya haki ya wananchi na raia kufahamu kuhusu hali za viongozi wao, lakini pia kuzingatia kuwa wana haki ya faragha, na kwa sababu si lazima mtu asipoonekana imaanishe kuwa anaumwa. Kwa hiyo hilo ni moja la mambo ambayo huwa yanajitokeza mara nyingi, sio tu kwa Rwanda, kwa nchi mbalimbali. Kwa hiyo kiu ya wananchi kufahamu kuhusu hali ya kiongozi wao, lakini at the same time kubalance na faragha ya kiongozi husika. Sasa kama unavyofahamu, Rais Kagame ni mmoja wa viongozi mwenye ushawishi mkubwa katika eneo hili la Maziwa Makuu, na wakati huu tunavyoongea kuna tarajiwa kusainiwa mkataba kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkataba huu ni jitihada ya serikali ya Qatar pamoja na serikali ya Marekani. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa, tarehe 26 ya mwezi huu Juni kunatarajiwa kusainiwa huu mkataba muhimu ambao unaweza kupelekea kusitishwa kwa mapigano yanayoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kama inavyofahamika kwamba mara nyingi tetesi kama hizi huwa zinasababisha mtafaruku, hasa ukizingatia kwa nchi kama Rwanda ambayo historia yake imetokana na masuala yasiyopendeza, mauaji ya kimbari, na Rais Kagame kwa Rwanda anaonekana ni mtu ambaye amefanikiwa kuliunganisha taifa hilo, licha ya kuwepo kwa mitazamo tofauti ya kudai kwamba nguvu nyingi zinatumika. Wakati mwingine ni vigumu kuchora mstari kati ya pengine uhuru ambao unawafanya watu kufanya vitu vingine na kuwaunganisha watu kuwa taifa, hasa katika mazingira kama Rwanda ilikotoka, kutoka mauaji ya kimbari, mapigano kati ya Wahutu na Watusi, na mpaka kuwa hapa ilipofikia, ambapo nchi hiyo kwa hakika inafanya vizuri hasa katika maeneo ya uchumi na teknolojia. Kwa hiyo mpaka dakika hii hakuna uthibitisho wowote aidha wa kisayansi au taarifa rasmi kuhusu afya ya Rais Kagame, na kama ilivyotokea huko nyuma, huenda akatokea hadharani au katika tukio, mkutano, na pengine kuwadhihaki waliosambaza uvumi huo. Hata hivyo, kila tetesi inavyojirudia inaacha alama, kuibua mjadala kuhusu hatima ya uongozi wake, mipango ya urithi na uimara wa taasisi za kitaifa. Na kwa sasa yayumkinika kusema kwamba ulimwengu unatupia jicho huko Rwanda. Je, kuna nini kinachoendelea? Labda ni mapumziko tu kama kiongozi, kwa sababu unajua viongozi katika pilika hizi nazo kuna wakati wanapatwa na uchovu na wanahitaji kupumzika, na si kila mara wataeleza kuhusu hayo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba katika siku chache zijazo, hiyo tarehe 26, kuna hili tukio la kihistoria ambapo kuna mkataba unatarajia kusainiwa kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na matarajio ni kwamba watakaosaini mkataba huu huenda wakawa Rais Felix Tshisekedi wa DRC na Rais Kagame wa Rwanda. Kwa hiyo hata kama hataonekana siku 2-3, basi matarajio kwamba ataonekana katika siku hiyo. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu. Je, una maoni gani kuhusiana na hili?
Karibu utoe comment hapo kwenye sehemu ya comment. Asante na kwaherini.